sio vizuri kwamba marehemu tunamtoa kwenye nyumba tunamweka hapo hapo karibu na nyumbani. Hilo nalo ni tatizo pia, lakini tukiwa na sehemu maalum inafaa sana. Kwa hiyo mimi nishauri tu kwa wanakijiji wenzangu kwamba tusione sana ugumu kwamba pengine huu ni mtego wa kupoteza haki yetu. Yanayozungumzwa hapa na sheria zinaongea, hakuna mtu anayenyang'anywa. Kwa majina naitwa Scholastica John Samike. Mtuletee masoko, mahakama, josho la ng'ombe au ufugaji. Hata mtutengenezee sehemu ya malaloni ya umma. Wananchi ambao tumepanga yale maeneo yao, tunawaomba wakubali yale maeneo tuboreshe. Naitwa Rose Daudi Jegu, ni mkazi wa kijiji cha Kashishi, kitongoji cha Mwatobo. Kwa kweli sisi wanakijiji wa kijiji cha Kashishi tumefurahi sana kupokea huu mradi. Tumeupokea kwa furaha sana kwa sababu huu mradi unaonekana utatuletea maendeleo katika kijiji chetu. Tulikuwa hatujawahi kuletewa elimu ya matumizi ya ardhi, lakini kwa sasa hivi tumepewa elimu, tumeipokea vizuri. Huu mradi tunajua unatupeleka vizuri. Kutokana na huu mradi tumeshaona faida zake. Tunaomba sisi kama wana kijiji cha Kashishi, tunaomba basi huo mradi uwai tuwaishiwe ili tuweze kupata hizo huduma nzuri. Kwa jina naitwa Ramadhani Madesa Nzugabuganga. Mradi huu wa makazi bora tumeupokea vizuri. Kwanza tunafurahi kwa nimekuja umechelewa. Na isitoshe kata hii ndio inakuwa sasa imekuwa ikijengwa kiholela na wananchi nafikiri kama walipopokea. Na imani hapata kuwa na changamoto zote kwa sababu watu wanaelewa na wanatuamini kama viongozi wao. Wanajua hatutawapotosha na watanufaika kutokana na kata kukua. Maana sasa hii ni kata inakuwa na ili ijengwe kisasa ni baada ya kupokea mradi. Tuna imani kwamba kata itakuwa nzuri, itakuwa na majengo safi na wananchi watanufaika na itakuwa vizuri bila kuwa na madhara. Nafikiri hata changamoto za ugomvi wa maeneo hautakuwepo kwa sababu wamefanya kazi kwa makini, wakitukiongozwa na mwenyekiti wetu na katibu wetu ambaye ni mtendaji wa kijiji. Wametupa ushirikiano wa kutosha. Tuna imani hata wananchi hao watawapa ushirikiano wa kutosha. Nadhani hata mwenyewe umeona kwenye mkutano wametoa ushauri mpaka kwamba angalau mpango utakapokuja basi ni vizuri tukachonga kwanza mabarabara ili tukajengea watu makazi ya uhakika. Kwa majina naitwa Mari Karikwa Maige, mwenyekiti wa halmashauri wa serikali ya kijiji cha Kashishi. Kwa niaba ya serikali ya kijiji cha Kashishi kwa mradi uliotufikia huu wa mpango bora matumizi ya ardhi ya kijiji, mimi nashukuru kwanza wananchi wangu watajenga mpango wa kisasa, majengo ya kisasa kwenye ramani, huduma za kijamii zitawafikia kwa ukaribu. Kwa mfano umeme utasambaa, maji yatasambaa, pia hivyo migogoro ya ardhi itapungua kwenye kijiji changu. Mimi nashukuru sana kwenye niaba ya wananchi wa Kashishi. Kwenye kijiji hatua iliyofikia wameshatenga maeneo, kijiji yameainishwa eneo la uwekezaji, eneo la makaburi. Tulikuwa hatuna eneo la makaburi, tumeshatenga eneo la soko la kisasa, tumetenga eneo la stendi, tumeshatenga. Ndio hatua zilizofikia kwenye kijiji. Na wananchi wanaambia wananchi wangu kwamba waendelee kutuunga mkono, pia fursa nyingi zitapatikana, uchumi wa mtu mmoja mmoja utainuka. Kwa majina naitwa Anthony Maganga, natokea Tume ya Taifa ya Mipango Matumizi ya Ardhi Kanda ya Ziwa. Kwa siku ya leo tumekuja kuhitimisha zoezi letu la uandaji wa mpango wa matumizi ya ardhi kwa maana ya uwasilishaji wa sheria ndogo za kulinda mpango wetu wa mpango wa matumizi ya ardhi kwa miaka 10 mwaka 2026 mpaka mwaka 2036, lakini pamoja na mapendekezo ya huu mpango wetu. Tumekuja kuwasilisha mapendekezo ya huu mpango wetu. Zoezi hili litaenda kuwasaidia wananchi katika urahisishaji wa upatikanaji wa hatimiliki za kimila
lakini vile vile katika utunzaji wa mazingira na maliasili zilizopo kijijini, lakini vile vile utasaidia katika utatuzi wa migogoro. Migogoro mingi kijijini inasababishwa na mwingiliano wa kimatumizi. Inaweza kawa tumizi moja limeingilia tumizi jingine. Kwa mfano, inaweza kawa mgogoro unaweza kawa kati ya mtu na mtu, lakini unaweza kawa kati ya kijiji na kijiji, au mtu na taasisi, au taasisi na taasisi. Vile vile mpango huu unaweza kurahisishia wanakijiji katika upatikanaji wa huduma za kijamii. Vijiji vingi unakuta zina senta, kwa maana ya mkusanyiko wa watu, ziko senta zaidi ya 3. Kwa hiyo katika mpango huu tumepanga eneo la makazi msongamano. Upangaji huu utaenda kuwarahisishia, kwa sababu warahisishia katika upatikanaji wa huduma za kijamii. Wananchi wengi wamekuwa wakihitaji huduma hizo kwa sababu ya kukaa maeneo mbalimbali. Sasa unapokuwa umekaa maeneo mbalimbali, vijiji vingi vinahitaji, wengine shule shikizi, wanahitaji huduma ya afya kwa sababu wamekaa maeneo ya mbali. Kwa hiyo kupitia mpango huu tumeweza kuwatengenezea, kwa maana kuwaongoza katika eneo la makazi msongamano, ili wananchi wote waweze kukaa kwa pamoja, ili serikali iweze kuwaletea huduma kwa pamoja.